ama huyo mnasema alikuja kwa Mariamu au kuwa na mwana? Alileta alafu ngoja, hapana, pale alisema mimi ni mja wa Mola wako ili nikupe mwana aliye mtakatifu. Ngoja pole, Mola wako amesema. Tulia. Kwa mjibu wa hiyo andiko, hata kama ni malaika alifanya nini? Malaika ni mjumbe. Si kweli? Kabisa. Na ujumbe anao ni wa Mungu. Ni wa Mungu. Kauli ikasimama, huyu mwana aliyezaliwa, hata kama aliingia tumboni. Aliingia wapi? Hata kama nimsikiza mimi nasema, ngoja. Hata kama aliingia tumboni, akiwa Mungu, atabaki ni wa mwenye kupeana. Sawa. Ngoja. Kwa hivyo kwa mjibu wa andiko, atabaki kwa mwenye kupewa. Haya, umeenda vizuri. Adamu, subiri kidogo. Pole. Ngoja kidogo. Naam. Huyu amesema mtoto kwa kuwa amepewa Mariamu, bado atabakia ni mwenye kupeana. Hapana. Hebu simama ndugu yangu kidogo. Simama. Hata napenda hiyo. Ngoja. Nimekuja ili nikupe simu. Shika. Nimempa nini? Haya, unaweza penda kwa. Ngoja, umempa simu. Tulia. Na kushika ushaingia. Waislamu, nimempa nini? Simu. Ilikuwa ya nani? Ngoja. Umeingia kwa karai. Ngoja kidogo. Umeingia kwa karai. Ndio hiyo. Niweka sawa, sijaweka sawa, subiri. Ili nikupe simu. Nimempa nini? Akaondoka naye. Watu wakiona hiyo simu ni yake ni yangu. Ni yake amepewa, ameenda nayo. Kwa hivyo mtoto amepewa Mariamu, ameenda nayo. Amepewaje? Amepewa kwa kuambiwa kun fayakun. Mungu hana stock ya watoto. Huyo anadhani kule mbinguni kuna storage, watoto wamejaa, sasa wanatolewa moja. Mungu ana children. Wao unafikiri Mungu ana orphanage? Huyu mtu vipi? Anadhani mbinguni Mungu ameweka mahali akazaa watoto akawaweka. Sasa analeta moja duniani kwa akili yake. Mungu analeta ujumbe, anasema kun fayakun. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Mungu anasema kuwa na kuwa. Hana watoto Mungu. Nitolea andiko Mungu alisema Adamu. Ngoja. Sawa. Mpe. Empatie. Nasema hivi, umesema Mungu anaomba. Anasema kun fayakun. I want to give you challenge. Naam. Kwanza kuna mahali umedanganya kupeana simu. Endelea kwanza. Hapo nakuja kwa kun fayakun. Endelea kwanza. Vile umesema Mungu ukipeana simu ni yako. Basi kuanzia leo ni marufuku Muislamu kutuambia Qur'ani ni ya Allah, Qur'ani ni ya Muhammad. Ngoja. Kuanzia leo kwa kriteria umelete. Qur'ani ni simu. Ngoja. Qur'ani Muhammad alipewa pia. Why? Muhammad nasema sikiza. Wewe subiri kidogo. Unaona? Muhammad alifunuliwa Qur'ani. Ikawa ya nani? Alifunuliwa. Ikawa kwa nani? Nasema hapana. Tunaongelea mtoto. Nasema Qur'ani kwa kriteria umetumia ya simu una kupeana. Hata Qur'ani iko hivyo. Tulia, nikuweke sawa. Uniweke sawa. Nakuweka sawa. Niweke sawa. Ikiwa hii mathalan inaendana na Mariamu, huo mtoto anaitwa kwa mwenye mtoto. Mfano, Isa anaitwa Isa ibnu, sio Isa ibnu Allah. Haina shida. Mfano, mtu akipewa kitabu kama ni yake, inaandikwa mwenye kitabu. Mfano, ikiwa nimepewa kitabu ni yangu, naandika jina langu. Muhammad alipewa kitabu kidogo. Lakini Qur'ani ukiangalia, au unanizungusha hapana mwalimu. Subiri kidogo. Subiri lakini ndio kwa sababu peana mic. Sina yako ni peana mic. Haya, nimenyamaza. Naweka mfano. Nimenyamaza kidogo. Ikiwa kitabu amepewa fulani, mfano umenunulia mtoto wako kitabu ukampa, akienda nayo shule anaandika jina lake ama anaandika jina ya jirani yake ama ya jirani? Anaandika jina yake. Kwa sababu kitabu amepewa Subiri kidogo wewe. Ngoja, kwa hiyo kauli umetumia. Basi nimekuelewa. Basi nimalize maelezo. Maliza na unipe muda pia. Subiri kidogo. Sawa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwake yeye ni tofauti. Qur'ani haijaandikwa jina ya Muhammad, ati mwandishi Muhammad. Na hiyo simu ukipeana imeandikwa jina. Ngoja. Simu ukipeana imeandikwa jina. Tulia kidogo. Qur'ani haijaandikwa by Muhammad ama authored by Muhammad ama owned by Muhammad ama authorized by Muhammad, lakini Biblia authorized by King James. Kwa sababu mwenye kitabu yuko anaitwa King James, lakini Qur'ani sio ya Muhammad, ni ya Mungu. Yeye kapewa atuletee, na Qur'ani sio yetu, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala.
ametupatia tusome iwe uongofu. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Hudan linnas, Qur'an ni uongofu kwa watu wote, sio ya Muhammad, sio yangu. Hiyo mathal ya Isa ibn Maryam tumemaliza. Sasa tunarudi part 2. Mariamu part 2 amesema nitoe mahali Adam ameumbwa kupitia kun fayakun. Mpe, ulisema hivyo? Kwanza unanikatiza nikikuuliza unanizungusha. Ulisema hivyo? Unanizungusha. Part 2 ulisemaje? Tunaenda pale. Part 1 kwanza umeruka. Muhammad alipewa kitabu. Sawa, part 2 Qur'ani 3 Muhammad alipewa kitabu. Hapo umeruka, ni sawa, nimekubaliana na wewe. Tunaingia hapo utaruka. Nimesema hivi, nipe aya. Umeruka. Nipe aya. Tunarudi pale. Wewe umesema Mwenyezi Mungu anapotaka kuumba, akiumba moja anaumba atakavyo. Ndiye anapeana watoto wa kiume na wa kike. Na alimuumba moja. Atulia kwa kusema kun. Si utulie kwanza. Wewe mchuzi ni yangu. Sio utaniambia ina chumvi. Endelea. Sasa kwa hiyo kauli nataka nikuwekee challenge. Ya pili tena. Ya kwanza umeniruka. Naam. Naomba unitolee andiko. Kwa Qur'ani ndio hii. Naam. Mahali Allah amesema Adam be and he was. Akaambiwa kuwa akawa. Usiende mbali, unaelewa. Nitolea andiko. Wapi Adamu? Very simple. Akaumbwa kwa Qur'ani. Kwa Qur'ani Mungu amesema kuwa Adamu kuwa, akawa, akakuwa. Mpe, akawa. Mpe, nakupa kashi. Asitaki mchanga. Nasema hivi. Sitaki mambo ya mchanga ya nini? Na udongo. Changa. Siende kwa udongo. Nataka nakupa aya. Na unakuwa. Nakupa aya. Adam ameumbwa, akaambiwa kuwa, akawa. Wewe si udongo. Ngoja si udongo, ngoja kwanza. Wewe ya udongo tunakuja. Aya, na huyu nataka. Kwa hivyo hii niache nende. Tunaenda hapo. Utanisaidia. Mahali Adam tufundishe hivi. Huyu Adamu Mungu alimuumba na udongo. Na utufundishe huyu Adamu mwingine wa kuwa akawa. Mimi nimekupa wote ni wako. Sasa nafanya hivi. Kwa ashabadilisha swali. Hataki tena Adam kuumbwa kwa kun fayakun. Sasa anataka mchanga. Kun fayakun amesema hataki. Mpe, niende gani? Sema, wewe mimi nimesema kwa mjibu wa Qur'ani, naam, Adamu aliumbwa kwa udongo. Wewe ukasema, utanitolea andiko Mungu alisema awe akawa. Akawa. Sasa inaonekana moja kuna Adamu wawili. Nataka unisaidie. Mimi nitakutolea Adamu wa udongo, na wewe nitolea Adamu wa kuwa akawa. Sasa nishamuelewa. Anasema anataka mahali Adam ameumbwa kun fayakun. Sasa nisikilize. Nisikize. Adam alipoumbwa kwa udongo ili awe kiumbe hai. Mfano saa hii nichukue udongo nichonge kwa sura ya Stefano huyu kipara huyu. Nikitengeneza vizuri kwa sura ya Stefano. Anaweza kuwa Stefano? Anaweza kuwa Stefano? Anaweza kuwa hai? Huwezi. Wakati Adam ashatengenezwa kwa udongo, ikatengenezwa mikono miwili, miguu miwili na kichwa, bado ni Adam lakini udongo, na hawezi kuwa binadamu na hawezi kuwa kiumbe hai. Ili awe kiumbe hai, akuwa transformed from clay to human being, mchanga ipotewe nyama, ni kun fayakun peke yake. Hakuna siku mchanga inabadilika inakuwa nyama. Kwa hivyo mchanga ishatengenezwa ili iwe na mifupa, iwe na nyama, ibadilike ikuwa binadamu. Nini kinafanya kazi? Kun fayakun. Natoa ushahidi andiko 3:59 Qur'ani. Soma sasa, nakupa ushahidi. Anasema 3:59. Adam ameumbwa kwa kun fayakun. Bila shaka hali ya Isa kwa Mwenyezi Mungu. Hali ya Isa kwa Mwenyezi Mungu. Endelea, tulieni kwanza, acheni kelele. Endelea sasa. Bila shaka hali ya Isa kwa Mwenyezi Mungu. Hali ya Isa kwa Mwenyezi Mungu ni kama hali ya Adam. Ni kama hali ya Adam. Adam aliumbwaje? Endelea. Alimuumba kwa udongo. Kumbe Adam aliumbwa kwa udongo. Kisha akamwambia ule udongo kuwa. Akafanyaje? Akawa. Unaona sasa? Akaambiwa kuwa akawa. Kwa hivyo Adam aliumbwa kwa udongo, akaambiwa kuwa akawa. Na
na Yesu, nisikiza kidogo. Yesu, kwa kuwa Adamu ameumbwa kwa udongo akawa nyama, akawa binadamu, na Mungu akajalia ndani ya tumbo ya Mariamu, akasema kuwa nyama, kuwa mifupa, kuwa Yesu, kun fayakun, mtoto akapatikana bila ya sperm, bila ya mbegu ya mwanaume. Same na Adam. Adam alitengenezwa kisha akaambiwa kuwa akawa. Yesu akatengenezwa akawa kuwa akawa. Yesu aliumbwa. Yesu aliumbwa. Mpe huyo 471 Qur'ani, nakupa haya. Yesu aliumbwa. Wapi? Nakupa. Waislamu nimpe nisimpe? Yesu ameumbwa kama Adam, nakupa. Angalia msafi udongo. 470. Hata nielewi. Ndio nilikwambianga Stefano, bangi ukivuta anza na maziwa. Shida yako unavuta bila maziwa. Sasa mimi nilitaja Yesu kuumba kwa udongo. Waislamu, nilitaja Yesu kuumba kwa udongo. Kama huyo mtu hata sikilizi. Endelea. 471. 171 inasemaje? Inasema, enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu, wala msiseme juu ya Allah ila yaliyo kweli, ila yaliyo haki. Masihi Isa ibn Maryam. Ati nini? Masihi Isa ibn Maryam. Masihi Isa ibn Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza sio Mungu, ni mtume wa Mungu, na ni kiumbe aliyeumbwa kwanza. Rudia tena. Isa ibn Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Endelea. Na ni kiumbe. Wewe ni Mungu. Na ni kiumbe. Na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Aliyeumbwa kwa tamko lake Mwenyezi Mungu alilompelekea Mariamu. Endelea. Na ni roho iliyotoka kwake. Na ni roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Kama roho nyingine. Kwa hivyo subiri. Yesu ni kama wengine. Akaambiwa kuwa, tulia wewe, tulia. Katika kuumba Mwenyezi Mungu akasema kuwa akawa, na Yesu Adamu akaambiwa kuwa akawa. Wote ni viumbe vya Mungu. Adam kiumbe cha Mungu, Yesu kiumbe cha Mungu. Sasa for your information, ikiwa Qur'ani imesema Yesu ni kiumbe na Wakristo wanaabudu Yesu wamemfanya Mungu, maana yake Mungu wa hawa ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mungu wenu ni kiumbe cha Allah. Kiumbe mwenyewe ni Yesu, na Yesu ni Muislamu ndugu yetu, kwa sababu al-muslim akhul muslim. Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake. Yesu kwa kuwa ni Muislamu na sisi ni Waislamu, kwa hivyo Yesu ni ndugu yetu. Maana yake Mungu wenu mnayemuita Yesu, Mungu wenu ni ndugu yetu. I am a brother to your God. Kwa hivyo ukiniona ni heshimu. Mimi ni ndugu ya Mungu wako. Ukiniona tu peana heshima, ama nitamwambia bro wangu Yesu. Ama nitakushtaki kwa bro wangu Yesu. Yesu is my brother, Muislamu mwenzangu. Kwa hivyo ukikaa vibaya tu, namwambia brother Jesus, hey, huyu Stefano simpe janna. Huyu mtu wallahi wa Kristo ni balaa. Wanaabudu kiumbe badala waabudu Allah. Na hii ni maneno ya mantiki, akili tu. Hata maandiko hatujaanda. Haya, next patient in line. Mgonjwa wa pili. Atiboni. Mgonjwa anachagua mgonjwa mwenzake. Wote wako kwa ward ICU. Nauliza nimpe nani dawa? Huyu anasema hapana, yule ndo anataka kufa, mpe. Ninayo. Hatari sana. Ninayo. Boni mgonjwa na Stefano mgonjwa. Lakini Stefano ulipomwendea kwenye ward, nikaambia niko na dawa, nimpe nani? Anasema mimi niko afadhali, mpe huyu mwingine ndo mgonjwa zaidi. Hatari sana. Haya mgonjwa. Ndio. Boni, habari yako? Salama. Una swali au unasilimu? Nina swali. Uliza. Haki ya Mungu, hii dini hatari sana. Somei Imran 45. Msomee Biblia 45. Imran. Imran iko kwa Biblia. Qur'ani. Sio Biblia tena. Waislamu takbir. Washaacha na Biblia. Sasa ni Qur'ani kusonga mbele. Msome. Washaacha mambo ya Biblia. Kuanzia leo Boni na Stefano wamesema Biblia hapana. Hii haina maneno ya Mungu.
kitabu yenye maneno ya Mungu ni Qur'ani, ndo wanataka kuhoji. Msomee andiko yake. Da'wa ni haki sana. Tumepeleka ama jamaa mbio mpaka Biblia wamesahau. Tumewapeleka mbio teke mpaka Biblia hawataki. Yule akasema nisomee sura ya 19 aya 19. Huyu mwingine amekuja nisomee sura ya 3 aya 45. Wote ni hivyo, Imran Maryam. Hakuna cha John wala Mathayo. Waislamu takbir. Soma sasa da'wa hiyo. Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema. Mwenyezi Mungu anakupa ujumbe njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Ya kumzaa mtoto bila ya mume. Bali kwa kutamkwa. Neno tu litokalo kwake. La kukuambia zaa. Akaambia wewe Mariamu zaa. Akazaa pasina kuingiliwa. Akazaa mtoto bila kuingiliwa na mwanaume yoyote. Mpe aulize swali. Ukichukua hii ujumbe ambao Mariam anaambiwa 345 na uchukue ile Stefano ametoa 1919. Naam. Ile ya 19 inasema malaika Jibril ndiye alitumwa. Na ukiangalia hii malaika walikuwa wengi lakini ni the same messenger. Yes. Hapa kwa hii malaika ambao walitumwa na ni same message. Naam. Na ile nyingine umetuambia Jibril ndiye alitumwa. Naam. Hawa malaika ambao walileta hii ujumbe the same message. Naam. Ni nani na nani? Aya, sikize vizuri sana. Kwanza Jibril ni nani? Jibril ni kiongozi wa malaika. Na malaika walikuja kwa Mariamu mara 2. Jibril ni kiongozi wa nani? Sikize. Mimi usinitolee maelezo kwa kwanza. Nipe andiko inasema Jibril ni kiongozi wa malaika. Haya sawa. Tulia kidogo nikujibu. Unataka kunitoa timing. Hataki nijibu. Aliuliza swali ya kwanza, sasa analeta ya pili ili ya kwanza tusijibu. Ndo tuende ya pili, tuende kama treni tu. Sasa na kujibu hii ndo niende kwa Jibril sasa. Kwanza suratul Maryam alikuja Jibril alayhi salam, na kwanza walikuja malaika wakaleta ujumbe. Akaja unaona katika hiyo sura unaisoma hiyo, ilileta ujumbe lakini haijaelezwa alipataje mimba, alizaaje, alienda akakaa wapi, akazaa nini. Ujumbe ulipoletwa ukaondoka, Mariamu akajiwa tena na Jibril, akaleta the same message ambayo ilikuwa imeletwa na malaika ambaye yeye ndio kiongozi wao. Safari hii tukaelezewa Jibril alipokuja na ule ujumbe mmoja kwa Mariamu akaondoka na mimba. Ile inaleta ujumbe haijatimia, lakini huku ilileta ujumbe ukatimiza. Mfano wake 3:45 ni kama utabiri, 19:19 ni utumilifu wa ujumbe na imeisha. Aya, next patient. Mpe Boniface. Wewe nimemalizana na Boni. Mpe wa mwisho. Mpe Boniface. Boniface, habari yako? Salama. Muislamu Mkristo? Mkristo. Mkristo. B umesema Mkristo. B ni gani? Nasema hivi. Stefano na ndugu yangu. Yaani wanatoa maandiko mazuri. Nasema hivi. Ngoja mwalimu. Ngoja kidogo. Ngoja Boniface. Sijasema ulalamike. Sijalalamika. Nasema hivi. Malalamishi ni police station. Subiri kidogo wewe. Subiri kidogo. Asante. Malalamishi ni police station ama kwa chief. Statement ni kwa DC ama kwa chief. Kutoroka ni nasema hapa ni maandiko. Haya sawa. Una swali? Nina swali. Uliza. Kulingana maneno yako. Anataka kulalamika, ni mwenye huruma sikuonei. Sikulalamika. Uliza swali. Kulingana maneno yako. Ukasema Jibril ni kiongozi wa malaika. Andiko hapa ni maandiko. Mpe huyo. Twende 287 Qur'ani. Enda kwa sharhi. Dawa ishaingia anaanza kupanic. Dawa ishaanza kuingia wana panic. Soma hiyo. Kwa Waislamu, Roho Mtakatifu ni malaika Jibril. Si yule wanaidai wa Kristo kuwa ni mmoja wa asli ya utatu. Endelea. Katika maelezo ya aya walioifanya kuwa ni ya 88. Makadiani wamepachika hivi.
kama nabii yoyote naam, akifika tumpime kwa juu ya mizani hii. Naam. Je, mambo anayeleta yanafurahikiwa sana na watu au yanakasirikiwa? Tulia. Kwa hivyo subiri kidogo, tulia na wacheni kelele. Wewe wacheni kelele. Kwa hivyo Jibril hebu subirini, piga kelele sasa. Mbona mnapiga kama ushabiki, mnapiga kelele? Hebu wewe nini, anaitwa nani? Evans, nyamaza. Mchungaji, nyamaza. Mnapiga kelele sana, mnapiga kelele kwa nini? Wacheni kelele. Haya, simama. Haya, toka. Toka hapo. Kelele sio. Nakupa mpaka usafiri. Kuja. Baskili ndio ipanda hii. Haya, ondoka basi. Ondoka. Sitaki kelele hapa. Sitaki ubishi, sitaki kelele. Sitaki ubishi, sitaki kelele. Mpe next. Au huyu. Mtoto wa mchungaji. Kisha kuna mchungaji alikuja kitambo. Mtoto wa mchungaji, habari yako? Unajua mimi hapa sitaki ubishi. Sawa, hakuna ubishi. Na sitaki ushabiki. Sawa. Habari yako? Salama sana. Haya, mpe huyu next wako. Si niko nataka kutoa ndio mchungaji wewe. Mchungaji, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Richard Achari Minga. Richard. Unakaa Achari Minga. Richard Achari Minga. Minga rama ya Umongo. Wewe ni mchungaji? Ndio. Unahubiri kanisani? Ndio. Basi huyu ndo mtu mzuri, mchungaji. Yeye ndiyo mchungaji, nyinyi nyote kondoo. Yeye ndo anawachunga. Mchungaji, habari yako? Nzuri. Una swali yote ya kuuliza? Kuna swali. Uliza. Nisomee kitabu hiyo swali ameuliza. Wewe nasema swali yako. Swali langu. Wapi andiko katika Qur'an ambapo Jibril anasema mimi ni kiongozi wa malaika? Jibril sio kiongozi, ni mfuasi. Unatakaje? Sasa angalia huyu mtu. Nauliza hivi, nasema hivi, hebu nisikize kidogo. Umejibu swali langu. Hebu subiri kidogo. Nasema hivi, hebu nisikize. Malaika ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Katika aya niliyoisoma, malaika Jibril ni malaika katika miongoni mwa malaika. Nikisema kiongozi wa malaika, nasema hivi, kwa mujibu wa hadithi na Qur'ani yetu, sisi ni Uislamu, tumejengwa kwa misingi ya Qur'ani na hadithi. Waislamu wote wanajua Jibril ni kiongozi wa malaika, na ukitaka tutakupa, hatuna shida. Nisikize kidogo, nisikize nimalize. Nisikize. Hatujabeba vitabu vya hadithi, ukitaka tunakupa. Lakini hapa ni hii, ikiwa Jibril ni malaika, ni kiongozi au si kiongozi, ndio itamfanya Yesu kwa Mungu wa Islam. Sikiliza wewe Anwar. Hebu peana mic kidogo. Peana mic kidogo. Peana kidogo, swali lingine nakuja. Peana kwanza. Sio kiongozi wa malaika, umejibu. Nakupa. Swali la pili. Wapi andiko kwa Qur'an? Peana. Mimi ni Allah anambia Muhammad mimi. Peana mic, unashindana nini wewe? Nasema hivi, topic sio Jibril kuwa kiongozi au kutokuwa kiongozi. Tunazungumzia Isa ibn Maryam. Huyu amesema ni Mungu aliyezaliwa, lakini sio kiumbe. Sisi tulitoa ushahidi Yesu aliyezaliwa ni kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa malaika Jibril kuwa kiongozi au kutokuwa kiongozi ni non issue, haisaidii chochote Yesu kuwa Mungu au kutokuwa Mungu. Kwani uongo wa Islam inasaidia mahali popote? Malaika Jibril kuwa kiongozi au asiwe kiongozi ndio itafanya Ukristo kwa dini ya Mungu? Ndio itafanya Yesu kuwa mwana wa Mungu? Angalia watu. Huyu aliuliza swali, wapi aya Allah anasema mimi ni Mungu? Sio wewe unauliza. Rudia. Nikuuliza swali kidogo. Wapi andiko Allah anasema, anaambia mtume wake Muhammad kwamba mimi si yeye, mimi ni Mungu, ni Mwenyezi Mungu, sawa? Niambie sasa, umesikia? Peana kwanza. Angalia huyo mtu. 20:38 Qur'ani. 2098. Inasema baada audhu billahi minash shaitani rajim. Sasa wanaanza kuangaliana. Hakika wanaona huyu mwalimu ashatoa jibu, sasa wanaangaliana. Hakika mwabudiwa wenu ni Mwenyezi
Mungu, hakika muabudiwa wenu ni Mwenyezi Mungu, ambaye hakuna abudiwaye kwa haki ila yeye, hakuna abudiwaye kwa haki ila yeye. Amekienea. Tulia kidogo. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa sema hivyo. Alisema hivyo kwani nini litangulia? Sumende 98. Rudi 14 sasa. Rudi 14. Huyo yeye ni nani? Rudi 14. Kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu. Allah anasemaje? Kwa yakini mimi ndiye Mwenyezi Mungu. Mimi Allah ndiye Mwenyezi Mungu. Hakuna abudiwaye kwa haki. Hakuna abudiwaye kwa haki ila mimi. Unaona, Muhammad anasema yeye hakuna abudiwaye isipokuwa yeye. Na hapa tayari ashasema Allah, mimi ndiye Mwenyezi Mungu, hakuna abudiwaye isipokuwa mimi. Tulia, acheni kelele. Napiga kelele. Hebu Waislamu mkono juu. Waislamu